Bwana, ni habari za majonzi kidogo, lakini pia na huzuni kwa sababu ni tukio ambalo limetokea hivi leo. Mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye anafahamika kwa jina la Rehema Simfukwe, najua watu wengi sana wanamfahamu. Rehema Simfukwe amekuwa maarufu sana kwa nyimbo za gospel, lakini pia na uwezo mkubwa sana wa kuimba. Sasa mwadada ambaye anafahamika kwa jina la Rehema Simfukwe ameweza kupata ajali ya gari. Sasa hali yake inaendeleaje mpaka sasa, au amepona au hajapona, nitakwenda kukuambia baada ya kuingia maneno machache kusema kwamba nikukaribishe tu katika habari za burudani ambazo tutakwenda kuzipokea hivi punde kuhusiana na updates ambazo zinakwenda kutokea katika mipaka ya Tanzania. Bwana, mwimbaji huyu ambaye anafahamika kwa jina la Rehema Simfukwe ameweza kupata ajali baada ya kutoka Arusha kuelekea Dodoma, eneo moja linalofahamika kwa jina la Chemba, Dodoma Chemba, maeneo ya Chemba. Sasa ameweza kupata ajali mbaya sana. Bwana, kwenye gari walikuwepo watu kama wanne hivi, walikuwepo watu wanne kwenye gari. Sasa ilikuwa ni asubuhi saa 10, asubuhi ya alfajiri ya saa 10 hiyo. Sijui naweza kusema alfajiri, sijui naweza kusema saa 10 asubuhi. Sasa gari lilikuwa inatoka Arusha likielekea Dodoma. Sasa walipofika Dodoma, eneo moja maarufu linalofahamika kwa jina la Chemba, gari likaama njia. Gari lilivama njia kutoka kwa barabara kuu ambayo ilikuwa ni lami, ikaama kabisa na ikatoka kutoka usawa wa barabara ya lami hadi umbali wa mita kama 100. Yani nikizungumza mita kama 100 ni sawa na hatua ambazo ukizitembea hatua 100. Yani manake gari liliama linaendelea kukimbia kwa mwendo wa kasi zaidi, huko likigonga visiki na vichaka. Lakini Mungu mkubwa bwana, Mungu ameweza kudhihirika, lakini pia Mungu ameweza kujifunua kwa mwimbaji wake mpendwa kabisa, huyu ambaye anafahamika kwa jina la Rehema Simfukwe, ambaye amekuwa maarufu kwa nyimbo zake kama vile Funua Neema Zako, Funua Neema Zako, Familia Yangu Ikujue. Ingawa sijui kuimba, ila kidogo tu basi itakuwa umenipata vizuri. Sasa Mungu ameweza kuwasaidia katika kipindi hiki cha Kwaresma na Ramadhani, kupitia maombi yenu ambao mmefunga, lakini kupitia maombi yenu ambao mmekwenda kuomba, bwana Rehema Simfukwe amepona salama salimini. Lakini pia hata wale watu ambao waliambatana naye wameweza kupona salama salimini, ingawa tu kuna majeraha madogo ambayo ameweza kuyapata. Kwa hiyo Mungu amezihirika kwa waimbaji hao. Sasa nikukumbushe tu, Rehema Simfukwe bado anaendelea na mpango kazi wake wa kibubu changu na Dorcas. Kibubu changu na Dorcas, yani ni aina ya mchango ambao unakwenda kutoa kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Nikisema watu wenye mahitaji maalum, namaanisha wale watu wenye mapungufu, mfano mlemavu au anaweza akawa akili yake ipo sawa, yani mlemavu wa akili, mlemavu wa viungo. Sasa Rehema Simfukwe ana foundation ambayo inasaidia watu wenye mahitaji muhimu. Kwa hiyo sasa hicho kibubu changu na Dorcas, Dorcas ni mtoto wa Rehema Simfukwe ambaye pia naye ana matatizo ya kiafya. Kwa hiyo kupitia Dorcas Foundation, lakini pia Rehema Foundation Simfukwe ameweza kuja na hii project au mpango ambao unafahamika kwa jina la kibubu changu na Dorcas, kuwapelekea watu mbalimbali ambao wameguswa, ili waweze kutoa michango kwa ajili ya kuweza kuwasaidia watu wenye mahitaji muhimu. Sasa hata kama wewe pia umeguswa na kibubu changu na Dorcas, basi unaweza kuwasiliana na Rehema Simfukwe ili uweze kukipokea hicho kibubu, uweze kutoa sadaka yako, basi na Mwenyezi Mungu